fa amma alladhina shaqu, ama wale waliokuwa wakorofi wakaacha maagizo ya Mola wao, fa finnari, hao watu makazi yao ni motoni, lahum fiha zafirun, hawa watu watakuwa na sauti yenye kupiga makelele kama vile yanavyopiga makelele punda. Zafirun wa shahiqun, ay fa ammal ashqiyau, ama watu wakorofi, alladhina, wakorofi ambao sabakati lahumu shakawa, ulitangulia kwa wao ukorofi, fa innahum, watu hao mustaqirruna fi nari jahannam, watu hao makazi yao ya kudumu itakuwa ndani ya jahannam. Lahum min shiddati kurbihim, watu hao watakuwa wamethibitikiwa kutokana na ukubwa wa matatizo yao. Zafirun, hili neno zafir, wa huwa ikhraju nafasi bishiddatin, ni kule kutoa pumzi lakini kwa tabu. Na hiyo aya ya pili kipande cha pili, shahiqun wa huwa raddu nafasi bishiddatin, kuzirejesha pumzi ndani kwa shida. Wakitoa pumzi nje tabu, wakizirejesha ndani shida. Lakini baadhi ya wanawazuoni wanasema maneno haya kwa ufupi, watakuwa na sauti zenyewe zitakuwa kama sauti za mapunda. Waqala ba'dul mufassirina shubbiha sarahuhum, zimefananishwa zile kelele zao, fi jahannam, wakiwa ndani ya moto wa jahannam, bi aswati alhamiri, na sauti za punda. Qala Tabari, Imamu Tabari anasema fi riwayatihi an Qatada, sautul kufari, sauti za makafiri, au sautul kafiri, sauti ya kafiri, finnari, sautul himar, ni sauti ya punda. Awaluhu zafirun, mwanzo wake inafanya hivyo, wa akhiruhu shahiqun, na mwisho wake inatoka sauti kama sauti ya punda ya mwanzo wa kulia kwake na ile ya mwisho wa kulia kwake. Anasema subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha, ndani ya moto wa jahannam, kwa wale watakaokufa nje ya Uislamu, maisha yao yatakuwa milele ndani ya moto wa jahannam. Khalidina fiha, hali ya kuwa watakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Madamati samawatu wal ardu, muda wa kubaki na kudumu mbingu za huko akhera na ardhi ya huko akhera. Kwa kuwa akhera ni milele, mbingu yake ya milele, akhera ni milele, ardhi yake ni milele. Kwa hivyo wao katika moto wa jahannam watakaa milele. Hiyo ni tafsiri moja. Aimakithina fi jahannama abada, watakaa katika moto wa jahannam milele. Ala dawami, milele na milele. Madamati samawatu wal ardu, muda ule ambao wakudumu mbingu na ardhi. Anasema al-Imamu Tabariyu, innal araba, hakika ya Waarabu, idha aradati an taswifa shay'a bidawami, wakitaka kukielezea kitu na kukisifia kitu kwamba kitu hicho kinadumu abada milele, qalat, huwa wanasema, hadha daimun, hichi kitu ni cha milele, dawamu samawati wal ardhi, kama inavodumu mbingu na ardhi.
Waarabu wana msemo wao, wanasema hivyo, bimaana annahu daimun abada, wanasema hivyo Waarabu. Na kwa kuwa huo ni msemo maarufu, fakhatabahum jalla thanauhu, ndio Mungu akawazungumza Waarabu, bima yataarafuna bihi, kwa kitu ambacho wamekuwa wakifahamiana, yataarafuna bihi bainahum, kwa jambo ambalo wao wanalifahamu kati yao. Qala ibn Zaidi, amma ibn Zaidi anasema, madamati samau, yani samaa, madamati samau samaa, watakaa motoni muda wa kuwa mbingu iko mbingu, wal ardu ardha, na muda wa kuwa ardhi ni ardhi. Wal maana, makusudio ya aya, khalidina fiha abada, wakiingia motoni makafiri hakuna kutoka. Sawa, hakuna kutoka. Wakiingia motoni makafiri, khalidina fiha abada. Waqala Zamahshari, Imamu Zamahshari katika tafsiri yake anasema kuhusu aya hii, fiha wajhani, kuna wajihi mbili, ahaduhuma, moja katika hizo wajihi mbili, anturada, kukusudiwa, samawatul akhira, mbingu za akhira, wa ardhuha, na ardhi za akhira, wa hiya daimatun makhluqatun lilabadi, mbingu na ardhi za akhira zimeumbwa lilabadi, kwa ajili ya kuishi milele. Hiyo tafsiri moja. Wa thani, ya pili, an yakuna ibaratun, ni kuwa hii ni tafsiri anita abidi, kwamba hawa wataishi milele, at-taabidi, wataishi milele, wa nafil inqita'i, na kwamba adhabu kwa watu hawa haitakatika. Kwa hivyo Allah subhana, kwa kuwa tuko katika dunia bado, anatukumbusha kwamba siku ya Kiyama watu wote wa duniani watarudi katika makundi mawili tu, kundi moja la ashqiyau, kundi moja la suadau. Wewe ulio na akili timamu unachagua kurudi mbele za Allah katika sifa gani? Hili Mwenyezi Mungu kakuachia wewe, kwa sababu Allah amekupa akili, Allah amekupa usikivu, Allah amekupa ufahamu, uweze kuzingatia lipi lililo na maslahi. Kwa hivyo hilo kundi uanze kuzitafuta zile njia ambazo zitakupeleka siku ya mwisho ukiwa katika kundi la masuada. Hayasemi haya Mwenyezi Mungu kama anawasimulia watu wengine, sisi kama kwamba tushafika huko peponi, anawasimulia watu wengine. Hapana, maneno haya Allah anatuzungumza sisi, na katika kutuzungumza kwake maana yake hasa anatuambia kuweni na tahadhari, chungeni sana, ishini kwa hofu kubwa katika ulimwengu, ili siku ya Kiyama mtakaporejea murejee mkiwa katika kundi la masuada. Bas tayyib, illa ma shaa rabbuka, wanasema wanawazuoni, katika huo moto wa Jahannam sio tu wataingia makafiri, bali wataingia na wale Waislamu waliofanya majidhambi makubwa na hawakupata msamaha, kwa kuwa pepo ni kitu kisafi, wenye mijidhambi ni watu wachafu. Mwenyezi Mungu huwapeleka katika moto wa Jahannam kama vile kinavyopelekwa chuma kikachomwa moto ili kupata kutoa ule uchafu ulio juu ya chuma
alafu kama kupondwa kile chuma kutengenezwa jembe na kadhalika. Kwa hivyo na watu wa motoni ambao ni Waislamu hawawezi kwenda katika pepo watu hao, kwa sababu wanakuwa bado wachafu. Ili wastahiki kuingia peponi ni lazima kwanza wapelekwe motoni, wakatolewe uchafu waliokuwa nao. Watakaposafika tayari, ndipo watakapokuja peponi waambiwe sasa, tibtum fadkhuluha, ingieni sasa, fadkhuluha aminin, ingieni sasa muko safi, na kwa maana hiyo ingieni kwa amani. Sasa hili neno illa ma shaa rabbuka, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuwavua wasikae milele wale watakao kwenda katika moto wa Jahannam, hali ya kuwa katika nyoyo zao kuna mithqala dharratin minal iman. Hao watu hawaishi milele katika moto wa Jahannam. Tumefahamiana? Atakaye kufa hali ya kuwa Muislamu, hata kama alikuwa na mijidhambi imejaa mpaka mbinguni, na akakuwa msamaha wake ukawa haukuweza kumsafisha na mijidhambi yake, atapelekwa katika moto wa Jahannam, akasafishwe katika moto wa Jahannam, alafu akapelekwe katika naharul hayati, kuna mto wa uhai, anapelekwa kwenda kukoga. Akisha kutoka motoni anakuwa yuko safi, ndipo anapoambiwa sasa, ingia peponi, tibtum, ingieni sasa, mshakuwa wasafi. Kwa maana hiyo tuelewe, peponi hatoingia mtu mchafu. Peponi atakayeingia ni mtu msafi. Maneno yako, matendo yako, tabia zako, maisha yako, uwe msafi, ndio utakwenda kukutana na Mola wako akiwa ameridhika na wewe. Illa ma shaa rabbuka, anasema mfasir, al-istithna'u, istithnahi, iyo illa adatu istithnai. Al-istithna'u, neno ma shaa rabbuka, hawa ndio mustathna. Yani al-istithna'u fi ahli tauhidi, lianna lafdhata shaqu, kwa sababu neno hili taumul kuffara, linawakusanya makafiri, walmudhnibina, na wale wenye kufanya madhambi katika Waislamu. Fastathna Allahu, akawavua Mwenyezi Mungu, min khuludin, kutokana na kukaa milele motoni, ahala shaqawati wal uswati minal mu'minina, fa innahum yutahharuna fi nari jahannama thumma yukhrajuna minha bishafaati sayyidil mursalina. Anasema Mwenyezi Mungu atawavua kutoka katika lile kundi la mashaqii wa korofi watakaobaki milele motoni, anawavua wale mauswati katika waumini. Fa innahum, kwa sababu wao wanapelekwa motoni, yutahharuna, sawa yutahharuna, watatwaharishwa watu hao, fi nari jahannam, thumma yukhrajuna minha, kisha watatolewa katika moto wa Jahannam, bishafaati sayyidil mursalina, kwa uombezi wa Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Sayyidina Muhammad. Wa yudkhiluhumullahu aljanna, baadaye watu hao Allah atawatia peponi. Wa yuqalu lahum, pataambiwa wakati wakipita katika lango kuu, tibtum, sasa muko safi, sasa mnastahiki kuingia peponi. Fadkhuluha khalidin, ingieni katika pepo za Allah, muwe na uhakika maisha yenu ni ya milele katika pepo za Allah. Lakini moto wa Jahannam hausemi siku mbili tu,
siku 3 tu, siku moja tu, hiyo sekunde moja ya moto wa Jahannam aielezeki mfano wake hapa katika dunia. Lakini alhamdulillahi, mtu atakaye kufa muumini kwa vyovyote vile atakwenda kuhenyeka huko baadaye. Kwa fadhila zake Allah atamtoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akamsafishe, ampeleke katika pepo za ukazi wa milele. Lakini hili silo mtu analolikusudia. Haiwezekani kama mpenzi wa Simba na Yanga tena kindakindaki, alafu kuingia katika geti kuu ungojee fungulia mbwa. Umefahamu eh? Fungulia mbwa dakika 5 ndio ushangilie, na mie gemu nimeiona kwa dakika 5, utajuaje wachezaji wapya? Umefahamu eh? Kwa hivyo la msingi kujipinda, kujitahidi. Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake atuokoe na moto wa Jahannam. Tunafahamiana, inna rabbaka, hakika ya Mola wako. Inna rabbaka, haya maneno ukiona kafu, huko asili yake alikuwa anahutubiwa Bwana Mtume, lakini leo unazungumzwa wewe na mimi. Ukimsikia Allah anasema inna rabbaka, anayekuzungumza ni wewe, hakika ya Mola wako. Kama hujaelewa, kama hujafahamu, elewa Mungu akisema hivyo anazungumza na mimi. Inna rabbaka, hakika ya Mola wako, fa'alun lima yurid, yeye ni mfanyaji anayoyataka. Mwenyezi Mungu habenwi, Mwenyezi Mungu hatenzwi nguvu, Mwenyezi Mungu hafosiwi kwamba huko duniani huyu tulikuwa tunamuheshimu. Hata siku ya kumzika kwake tulimzika katika kaburi lenye tarazo. Hata siku ya kuzikwa kwake tulimpa na simu huyu, tukampa na saa huyu, ili mradi aendelee kuwa na mawasiliano. Kwa hivyo tunakuomba huyu asiendelee kupata nakama. Hapana, fa'alun, Mwenyezi Mungu ni mtekelezaji lima yurid. Na neno fa'alun katika uzani huu kwa upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala si mlango wake. Haambiwi Mwenyezi Mungu mfanyaji sana, hapana, bali hapa huelekezwa katika nisba fa'alun dhu fi'al, kwamba Mwenyezi Mungu ananasibika na utendaji wa mambo yake na haingii katika mambo yake. Tumefahamiana? Tayib, fa'alun lima yurid, ay yaf'alu ma yuridu, anafanya anayotaka yeye. Yarham, anarehemu kwa kutaka mwenyewe. Wa yuadhib, na naadhibu kwa kutaka mwenyewe. Kama yashau wa yakhtar, kama anavyotaka na yeye mwenyewe kuchagua. Tunakwenda pamoja eh? Tayeb, inna rabbaka, hiyo ni illa ya hayo yaliyotangulia. Lianna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa amma alladhina su'idu, ama wale waliokuwa waheshimiwa, waliotekeleza taa za Mola wao, walioishi katika dunia wakijiona kuwa ni wageni au wakijiona kuwa ni wapita njia, wakaishi na maelekezo ya Bwana Mtume, hawa watu siku ya Kiyama ndio watakuwa suadau. Sasa Allah anaelezea nini faida ya kuondoka katika dunia hali ya kuwa ukiwa said mbele za Allah. Ndio anasema wa amma alladhina su'idu, ama wale ambao wamefanywa kuwa mabwana waliotekeleza amri zake,
fafil jannati, hawa watu yatakuwa maisha yao ndani ya mabustani, ndani ya neema, ndani ya pepo, khalidina fiha, watakaa milele ndani ya pepo hizo, madamati samawatu wal ardhu, kama vile tulivyozungumza katika aya iliyotangulia. Ima katika ile lugha ya Kiarabu ndio wanakusudia kitu cha milele, au madamati samawatu wal ardhu, panakusudiwa muda wa kuwa mbingu mbingu na muda wa kuwa ardhi ardhi, si havibadiliki vikawa kinyume chake, na hawa watakaa peponi kwa umri huo. Tafsiri nyingine, madamati samawatu wal ardhu, muda wa kuwa mbingu za peponi zinakaa milele na wao watakaa milele, muda wa kuwa ardhi ya peponi itakuwa ya milele, basi na wao watakaa milele katika maisha yao ya peponi. Ardhi ya huko na mbingu za huko hazitakuwa kama ardhi za huko duniani na mbingu za hapa duniani. Anasema subhana katika suratu Ibrahim, yauma tubaddalu al-ardhu, siku hiyo patabadilishwa ardhi, haitakuwa hii ardhi tunayoishi, ghaira al-ardhi, isiyokuwa ardhi hii, italetwa ardhi nyingine, wasamawatu, na kadhalika mbingu nazo zitabadilishwa. Kwa hivyo tunakokwenda kote kuna maisha tofauti na yale tuliyoyazoea. Ili tukapate salama huko, tujitahidi sana, tumuombe Allah atuwafikishe, atusaidie tuweze kuishi katika dunia hii kwa yale mafunzo ya Bwana Mtume. Maneno mafupi yenye hikma sana. Anasemaje Bwana Mtume sallama? Anamwambia kijana wake aliyompakia katika farasi au punda, anamwambia kumfi dunia kaannaka gharibun, kuwa katika huu ulimwengu ujione kama kwamba wewe ni mgeni. Ikiwa tunaisoma tashbihi katika sura hiyo, au kumfi dunia mahama kunta, kuwa katika dunia kwa nafasi yoyote utakayokuwa, nafasi ya kuwa tajiri sana, nafasi ya kuwa maarufu sana, nafasi ya kuwa mwenye cheo sana, nafasi ya kuwa katili sana, nafasi ya kuwa mkarimu sana. Kun fi dunia mahma kunta, kuwa katika dunia utakavyokuwa, lakini innaka gharibun, jua wewe hapa si mwenyeji, wewe hapa ni mgeni. Na kama hilo bado hujaelewa, Mtume sallama anakwambia kun fi dunia mahama kunta, lakini annaka abiru sabilin, wewe ni mpita njia tu hapa. Kuna wenzio wamepita na wewe kadhalika utapita. Na ukitaka kujua vizuri katika maneno hayo, rudi katika kauli ya Mwenyezi Mungu, wa tilkal ayyam, maisha haya tunayoishi, hizo ni siku, anasema Allah, nudawiluha baina nasi, tunazibadilisha. Wewe hukuwa na umri huo, lakini zimekupitia siku. Leo unaitwa baba, leo unaitwa babu, leo wewe unaitwa daraja hiyo, lakini hukuwa unaitwa hivyo. Elewa, kuna watu wanakuja, watafika katika nafasi yako ya kuitwa baba, watafika katika nafasi yako ya kuitwa babu. Wakati huo tena wewe utakuwa haupo katika nafasi hiyo, badala yake utaitwa marehemu. Wa tilkal ayyam nudawiluha baina nasi, hizi ni siku Allah subhana anasema kuna mabadiliko tunayafanya. Jana yako sio leo yako, kesho yako haitakuwa kama leo yako. Maisha yako hivyo ndivyo yanavyokwenda. Ili ulielewe sana, safari inakuja.
kama ulimili katika dunia, kama ulizama katika dunia, kama dunia ilikuvuta ikakuchukua, sasa iache dunia, rudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Mola wako atakupokea, hana tatizo na hilo Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana